Bima ya afya zipo aina mbili. Bima ya afya ni health insurance, inaitwa bima ya afya kwa Kiswahili. Insurance ya upande wa health inaweza kutekelezwa kwa namna mbili. Kwa namna ya kwanza, inatekelezwa chini ya mfumo wa at-taawun, chini ya mfumo wa kushirikiana na kusaidiana. Chini ya mfumo wa taawun, ikiwa kutakuwa na mpangilio au taratibu wa watu kusaidiwa katika mambo ya kiafya, fahadha jaiz inda alulama, hii inajuzu katika kwa wanazuoni. Na taawun inapatikaniwa kwa namna ambayo mathalan wale wanaoshiriki wote wanatoa kiwango fulani cha fedha ambacho kinakwenda katika sanduku fund fulani, ambayo kadhalika katika lugha ya insurance inaitwa pool moja. Halafu iweze kusaidia kila mmoja katika wale member waliochangiwa. Taawun lengo lao ni kusaidiana katika mambo ya afya. Yani hivi kwa mfano leo, kwa mfano hapa katika mtaa huu kupatikaniwe kunaishi familia 100. Kila familia moja iseme tutatoa kwa mwezi shilingi 2000 au 3000 ziingie katika mfuko mmoja, kwa lengo na madhumuni ya kwamba tuweze kusaidika lao mmoja wetu atakuwa amepata matatizo ya kiafya. Hatutarajii kwamba tutapata faida kutokana na muamala huu. Ni muamala wa kuweka pesa pamoja na taawan, tumekuja pamoja tukaweka pesa zetu katika mfuko mmoja, tukasaidiana katika kutoa pesa zile kwa kila anayehitaji kwa kiwango kile ambacho tunaweza kumpa, kwa sababu kila mmoja wetu kiwango kikubwa hawezi kutoa, lakini kila mmoja tukitoa taratibu, tukizikusanya pamoja, tunaweza kutoa 100,000 katika hospitali. Hatuna lengo la kutengeza faida, hatuna lengo la kufanya biashara. Lengo letu ni taawun, tushirikiane. Sasa health insurance ikifanywa kwa mafhumu hii yajuz kwa wanazuoni, mubah, inafaa. Lakini ikifanywa kwa mafhumi ambayo leo inakwenda katika kulingana na mashirika mengi vile yalivyo leo, mashirika haya ya insurance takriban yote private, mashirika yote ya insurance yamesimama katika mafhumu ya kwamba client ambaye ndiye wewe unayekwenda kushiriki katika ule mfumo wa insurance, unatakiwa kulipa premium, pesa unazozitoa katika insurance, katika mkabala wa wao kusimamia dhamana yako ya afya. Tayeb, itokee kwamba mwaka ule wote umepita, wewe hujakuwa mgonjwa, zile pesa zako zote zimekwenda, hutopata hata shilingi moja. Na lengo la taasisi au shirika hili ambalo limefungua nidhamu au mfumo wa health insurance kwa namna hii, limefungua kwa ajili ya kupata faida, kwa ajili ya biashara. Inaitwa commercial health insurance, ni insurance ya health, lakini malengo ya biashara, sio ya takaful, sio ya taawun, sio cooperative hii ambayo tumetaja mwanzo. Lengo hapa ni kufanya biashara. Kwa hivyo shirika litafanya bidii kwa kadiri kubwa inayoweza ili iweze kubaki na faida kubwa. Ndio maana zile pesa za premium zinapolipwa na wale clients zinakusanywa pamoja pale, zinatiwa katika benki, zinazalisha riba na zinawekwa kadhalika katika uwekezaji wa mambo ya haram. Kwa hiyo mara nyingi hata ile insurance ambayo wewe walipwa, wao hawana hasara kubwa,
pesa zako za insurance tayari wamezipata katika interest iliyozaliwa na pool ya resources, mkusanyiko wa funds walizozipata katika premium ya wale walioweka pesa zao. Ndio maana kuna fomu unajaza. Katika ile fomu ya kujaza unaulizwa, ikiwa unataka health insurance, unaulizwa maradhi ulionayo, unaulizwa na umri ulionao. Sasa wanaangalia umri na yale maradhi. Wakiona kwamba utawatia hasara, basi kutakuwa na shida kubwa ya kusajiliwa. Wana shida kubwa sana. Wewe andika tu pale, mimi na pressure, na sijui nini, na sukari, utajibiwa baada ya mwaka. Sababu ni pesa nyingi hizo zitakwenda. Na lao kama watakukubali, watakuweka, watakusajili, basi wao washajipanga, washajua hizi pesa zako utazitoa wapi. Alhasil, khulasa ya maneno haya ikhwani ni kwamba insurance yoyote ile ambayo inakwenda kwa nidhamu ya ufanyi wa kazi wa biashara kwa lengo la kuleta faida, kama haya makampuni tulionayo ya insurance, sina haja kutaja majina yao, tunayajua. Nidhamu hii inayokwenda nayo hiyo insurance zote ni muharram, mayajuz. Kwa maana ya kwamba kadhalika kushiriki katika kufanya kazi na wao pia ni muharram, lianahu min babi at-taawun ala al-ithmi wal-udwan, itaingia katika mlango wa kusaidiana katika madhambi na makosa. Kwa hivyo huyu aliyetaja ile swali kwamba mimi nasaidia katika kujaza zile fomu za bima na insurance, idha kunta ta'mal fi mithl hadhihi ya sharika at-tijariyya fa hadha taawun mink ala al-ithm wal-udwan. Lakini ukiwa katika upande ule mwingine wa takaful, basi hadi masala ukhra. Kumebakia masala moja ambayo inahitajia wakati kidogo kuyazungumza. Je, hii bima ya serikali inayotolewa na serikali, hii bima ambayo ilikuwa ikiitwa NHIF mwanzo, sasa hivi inaitwa SHA, je, inakwenda kwa mfumo gani? Inakwenda kwa utaratibu gani? Hii ina maelezo yake kando. Tuliwahi wakati nyuma kidogo kueleza kwa mukhtasari kwamba baada ya utafiti ya baadhi ahli alilmi kukaa pamoja katika komiti moja, katika jopo moja, na kutafiti hili swala la NHIF. Ilipokuwa NHIF likatafitiwa, likachunguzwa, kukaletwa wa maafisa wakubwa wanaohusika wa NHIF kuja kueleza utaratibu wa kazi wa utendakazi wa NHIF inafanywaje, pamoja na kusoma akti zao na sheria zao na wanafanyaje kazi yao, na ikachunguzwa baadaye ikajitokeza kwamba ilikuwa haina malengo ya kufanya biashara, bali imetengenezwa taasisi ya kiserikali kwa malengo ya kumsaidia mwananchi katika masuala au huduma za kiafya. Kwa hivyo ikawa inaelekea zaidi au inaelemea zaidi katika upande wa taawun asihi, upande ule wa cooperative ambao tumetaja nyuma, upande wa taawun, wala sio upande wa faida, kwa ushuhuda ambao wameutoa wao na maneno ya wale wanaohusika katika NHIF. Wakati ule wakaeleza kwamba kwa miaka mingi sana tangu kubuniwa au kuanzishwa taasisi hiyo hakuja kuwa na faida yoyote ambayo inarudi katika serikali. Hakuna mwaka ambao kulikuwa kuna profit, bali kila mwaka kuna kwenda deficit. Yani kila mwaka zile pesa zote zinatumika na wananchi katika kulipa huduma zao za kiafya katika nchi nzima. Kwa hivyo kwa upande huo na kwa maadili ambayo wameeleza na sheria na sheria zao za utendakazi zilipoweka katika mizani ya sheria, lile jopo la wanazuoni likapitisha kwamba itakuwa jaiz. Nazungumzia NHIF kwa mujibu wa hivi sasa hivi, hii ilivyo, kumekuwa na mabadiliko, basi sasa hivi Allahu a'lam, je, hii taasisi ya serikali iliyobuniwa hivi sasa inakwenda nayo kwa mfumo huo uliokuwa mwanzo au kuna mabadiliko mengine yaliyowekwa? Hayo inahitajia kadhalika utafiti mwingine inshallah. Naam. Assalamu alaykum. Ngoja kidogo, kuna swali kuhusiana na hili au lingine kulingana na insurance? Naam. Kama nani underwriter? Basi wenda kwa design. Unafanya kama nani? Wasajili underwriter yani.
unaweza kutoa na kuhusiana na upande wa riba uliosema kwamba inawezekana kutoa element ya riba katika upande wa insurance, bado tatizo halijaondoka. Tatizo bado lipo, unaelewa? Tatizo lipo kwa sababu huyu Muislamu aliyekuja katika kampuni unaofanya kazi ndani yake, anapokuja kuingia katika muamala, kusaini contract pamoja na kampuni, katika zile terms za contract, swala la riba lipo ama lipo? Lipo. Amelitilia saini ama kuelekea saini? Hilo ni tatizo. Kwa tatizo linaanza hapa. Na Muislamu akifikia hapa kwamba ametia saini katika contract ya riba, maana yake nini? Amekubali riba. Naam. Kwa hivyo kule kukubali riba peke yake ni umekubali maasi. Haijalishi ushaipokea ama hujai, ama una nia ya kuipokea ama huna nia ya kuipokea, tayari umeridhia munkar, umeridhia maasi. Hapo ndio mwanzo wa matatizo. Ama swala lako la pili, umeeleza kwamba haiwezekani kwa upande wa serikali kwa sababu ya regulation, kwamba serikali itaangalia mashirika ambayo inafanya kazi vizuri. Ni mimi kidogo rai yangu itakuwa tofauti. Sioni kwamba haiwezekani, kwa sababu serikali inahitajia Waislamu iwaambie kwamba sisi Waislamu maadili yetu ni haya. Umeelewa? Sisi Waislamu maadili yetu ni haya. Kama Waislamu walipokwenda kwa serikali wakaiambia, sisi yenye serikali maadili yetu inataka sisi tuwe na benki zetu za Kiislamu, tunafanya shughuli zetu za Kiislamu mbali na hizi benki zetu. Umeelewa? Kwa hivyo kama ambavyo Waislamu walifanya hivyo, ni waendelee mbele kadhalika, watake hivyo hivyo katika mambo ya insurance, katika health insurance, katika kila nyanja, na wasisimame katika swala la kutengeza taasisi peke yake kama walivyofanya katika benki. Na hapa ndipo palipopatikaniwa taksiri kidogo kwa Waislamu katika masuala la benki. Waislamu walipigania, walisimama kwa juhudi kubwa, wakapigania kubuniwa au kuruhusiwa kusimamishwa kwa benki za Kiislamu katika nchi kama hii. Alhamdulillah, na hii ni khairi kubwa, khairi ambayo wanazuoni wengi walikuwa wametilia mkazo kwamba Waislamu wafanye jambo kama hili katika nchi mbalimbali. Akina Sheikh bin Baz na wengineo waliwahimiza Waislamu waanzishe benki za Kiislamu. Sasa isipokuwa taksiri kidogo ambayo Waislamu wanayo ni kwamba tunapoanzisha sisi taasisi kama hizi za kifinance, huwa tunakwama katika zile taasisi ambapo tulikuwa tunatakiwa, tunapaswa, tunawajibika tuende mbele, tutengeneze sheria ya zile kampuni ziwe za Kiislamu au zile taasisi ziwe za Kiislamu. Kwa maana ya kwamba kama tulivyopigania kusimamisha benki za Kiislamu, ilikuwa kadhalika Waislamu waungane tena, warudi kwa serikali, wapiganie act ya Islamic Bank, wapiganie sheria ambazo zitakuwa zinaendesha Islamic Bank, ili kule Central Bank of Kenya kuwe kuna barabara maalum na kuna mlango maalum wa Islamic Bank, sheria zake kando, mfumo wake kando. Sio vile ilivyo sasa hivi, mambo yamechanganyika. Ukienda pale Central Bank, benki zimechanganyika na zote zinakwenda kwa mfumo moja. Hasa hapo ndipo palipo na taksiri ya Waislamu. Katika upande wa insurance takaful hivyo hivyo, kulitengenezwa taasisi lakini katika sheria ikabaki vile vile.